Leo tutajifunza nguvu ya kufunga na mamlaka ya kiroho. Kwa sababu kufunga kunaambatana na authority, yani ile mamlaka ya kiroho ambayo yanaweza kaamrisha vitu viweze kutokea. Uelewa kwa kina nguvu ya kufunga na mamlaka ya kiroho, lazima kwanza uelewe mwanadamu ameumbwa kwa sehemu kuu tatu. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:23 inatuonyesha hayo maeneo matatu ya binadamu. Eneo la kwanza ni roho, kusoma vizuri hapo, roho, lakini kuna eneo la nafsi, lakini kuna eneo la tatu mwili. Mwili huu ambao tunafunga ili kuutiisha mwili. Kwa hiyo kuna mwili, kuna nafsi, kuna roho. Hayo ni maeneo matatu ambayo kila binadamu aliyeko chini ya jua, aliyeumbwa na Mungu, hayo maeneo matatu anayo. Sasa na yenyewe hayo maeneo matatu iko namna ambavyo yana operate ili uweze kupokea sasa hiyo nguvu na mamlaka. Maka yao ndio yanakuendesha wewe katika maisha yako kila siku. Hayo maeneo matatu ndio yatakao kufanya ukosee, ndio yatakao kufanya umtii Mungu. Maeneo matatu: mwili, nafsi na roho. Hapa nataka tujifunze vizuri, tuelewe hata kama tunafunga, tuelewe vitu huwa vinafanyaje kazi. Kwa sababu usiko unafunga kumbe unaona umefunga, kumbe nafsi imeinuka. Unaona umefunga, kumbe mwili umeinuka. Unaweza kawa umefunga lakini hauko rohoni, ila uko mwilini na uko kwenye nafsi. Sasa hivi vitu vinafanyaje kazi? Kwa hiyo ni vizuri kuelewa. Na mara nyingi vita vyetu vya kiroho ambavyo tunapambana navyo, vita vyote vya kiroho unavyopitia katika maisha vinatokea katika maeneo hayo matatu: roho, nafsi, mwili. Maeneo haya matatu ya nafsi, roho na mwili ndiyo yanayokufanya wewe aidha uwe wa Mungu au sio upande wa Mungu. Sasa tuanze na eneo la mwili. Eneo la mwili imebeba nini? Eneo la mwili imebeba tamaa na hisia. Na mwili ni nini? Mwili ni sehemu ya nje ya mwanadamu inayoonekana. Yaani mimi nikimwona Fei ninamuona kwa sababu nauona mwili. Sioni nafsi yake, sioni roho, lakini mwili nauona. Ndio eneo la kwanza ambalo binadamu unaweza kumtambua. Kwanza ni eneo la mwili ambalo linaonekana kwa nje. Tunaupamba, tunavaa nguo, tunavaa mashati, tunavaa magauni, mwili. Eneo la kwanza. Lakini hayo mambo mawili, tamaa na hisia. Kwenye eneo la tamaa kumebeba nini? Sasa hapo ndo kwenye ile issue ya kufunga. Sasa ndio ujue sasa mwili ambavyo unavyokufanya usifunge au ufunge. Mwili umebeba kula. Mwili unataka chakula. Mwili unataka starehe. Mwili unataka usingizi. Lazima ulale. Lakini mwili umebeba tamaa za kimwili. Mwili huo kwa ukiona una uwezo wa kufunga, basi ujue mwili ndio unafanya kazi. Eneo la pili, hisia. Kwenye eneo la mwili mwili umebeba hisia. Sasa kwenye hisia kuna nini? Hisia ndio inaleta njaa, kuchoka, lakini maumivu au raha ipo kwenye hisia. Kwa sababu hata njaa, ukisikia njaa huwa tusikii njaa. Unajua na Kiswahili tunasema nasikia njaa, lakini njaa huwa ni hisia. Njaa huwezi kuisikia, njaa haina sauti. Ile unatakiwa kusema nahisi njaa. Kwa kwenye mwili, kwenye eneo la hisia ndio kuna njaa.
Lakini eneo hilo pia ndio limebeba kuchoka. Unapokuchoka unahisi kuchoka, yani huo unaona hisia, yani mwili wako una sense. Au ni fei wewe unaweza kuwa una sense uchovu kwa sababu ya hisia. Yani hisia ndio inaanza kukupa kama umechoka. Lakini usingizi pia unaanza, mwili unakupa hisia sasa nataka kulala. Lakini tamaa za mwili zinatokana zaidi na hisia. Hebu tufungulie Wagalatia 5 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Mwili una tabia ya kuvutwa na dunia. Yaani hiyo ni sifa ya mwili. Dunia ina tabia ya kuuvuta mwili kirahisi. Na ndio maana mtu akishazongwa sana na mwili hawezi kuwa na nguvu ya roho. Yaani hiyo ni principle. Ni kitu kiko wazi. Mwili ukisha kuzonga huwezi kuwa na nguvu ya roho. Never. Ni impossible. Kwa sababu sifa ya mwili unakuzuia wewe kwenda rohoni. Sasa tunatakiwa tufunge. Sasa hizi hapa kinacho determine wewe upokee nguvu na maombi unayoyaomba ni namna ya kwanza unaweza kudhibiti nini? Mwili. Haya ni maarifa unatakiwa kuwa nayo kipindi unapoingia kwenye mfungo. Kuna nyakati mwili utakwambia nasikia njaa, nataka kula, nataka nini. Lakini lengo la mwili ni kuondoa ile nguvu, kwa sababu kuna vita ya maeneo matatu: mwili, nafsi na roho. Hapo. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo unatakiwa kuelewa ni huu mwili huu tulioumbwa nao. Unapofunga unaweza kukuzuia wewe kupokea nguvu na mamlaka. Pigie Bwana Yesu makofi. Eneo la pili katika maeneo matatu ya mwanadamu kuna kitu kinaitwa nafsi. Andika kwa sana nafsi. Wazungu wanaita soul, Kinyakyusa. Soul. Nafsi ndio kitovu cha utu wa mtu. Yaani kitovu cha utu wa mtu uko kwenye nafsi. Nafsi. Sasa eneo la nafsi limebeba nini? Eneo la nafsi limebeba akili na mapenzi. Nitafafanua, sio mapenzi unayofikiria. Akili na mapenzi ndo nafsi imebeba hayo mambo mawili. Nafsi ndio kitovu cha utu wa mtu. Sasa nafsi inajumuisha nini? Kuna mambo matatu ambayo unapaswa kuelewa. Akili, yani mind, imebeba mawazo, imebeba kumbukumbu, lakini ndio imebeba uelewa. Narudia. Kwenye nafsi, kwenye eneo la nafsi ndio kitovu cha utu wa mtu, ambako kwenye eneo la akili ndio kuna mawazo, ndio kuna kumbukumbu, ndio kuna uelewa. Na ndio maana jana tunazungumza issue ya msamaha, uwezo wa kusamehe, ujasiri umebebwa kwenye nafsi. Uwezo wa wewe kusamehe umebebwa kwenye nafsi, kwa sababu nafsi ina tabia ya kutunza kumbukumbu. Amina. Lakini nafsi ndio imebeba mawazo. Mawazo yote unayowaza, yawe hasi au yawe chanya, yamebebwa na nafsi. Lakini understanding, kwa maana uelewa, kuelewa jambo, kuelewa hili jambo ni baya, hili jambo ni zuri, imebebwa na nafsi. Kwa ni eneo muhimu sana wakati wa kufunga tuelewe kwa kina. Tusifunge kwa tabia ya kimazoea. Haya maeneo matatu yanaweza kutunyima nguvu na maombi yetu yasijibiwe kama ukishindwa kuya control. Lazima uelewe nafsi imebeba nini?
lakini uelewe mwili umebeba nini. Kwenye nafsi pia kuna eneo la mapenzi. Sasa mapenzi ninayozungumzia hapa sio mapenzi ambayo tunayadhania, ni mapenzi kwa maana ya will. Kwa Kiingereza nikisema will nadhani mnanielewa Will, yani ile ni kitu kama nia hivi. Yani kusudio lililo ndani, mapenzi. Yani unajua, ngoja nilifafanue vizuri. Mapenzi, yani nafsi yako ndiyo ambayo inafanya maamuzi na uchaguzi. Ukisikia mtu anasema leo sina hamu ya kula ugali, nataka kula tu matembele, ile ni nafsi ndio imeamua, imependa, imefanya uchaguzi. Ukisikia mtu anasema labda ni issue ya ibada, lakini unachagua mwenyewe aidha uende au usiende, ni nafsi ndio imefanya maamuzi, ndio imefanya uchaguzi kwamba ufanye au usifanye. Nafsi ndio inayokupa wewe kuamua what is wrong, what is right. Nafsi. Sasa nafsi ni eneo moja muhimu sana. Nafsi ni eneo muhimu kuliko hilo eneo la kwanza la mwili. Lakini kama sijamalizia hapo kwenye mstari, kwenye eneo la nafsi pia kuna hisia. Wazungu wanaita ile emotions, yani zile hisia au mwemko uko kwenye nafsi. Ukisikia mtu akwambia una miemko, ushasikia kitu? Una miemko wewe. Hiyo ni nafsi yako. Kwa sasa hapa ndo kuna furaha, ndo kuna hasira na ndo kuna huzuni. Kuna mambo mangapi? Matatu. Kwenye hisia kuna kufurahi, kuna kuhuzunika na kuna huzuni kwenye hisia. Kwa hiyo sasa lazima uelewe kwamba ili uweze kupokea mamlaka na nguvu, lazima kwanza uweze kudhibiti nafsi yako. Usibebwe na mambo haya matatu. Usibebwe na akili, lazima iwe na mawazo, lazima iwe na kumbukumbu, lakini lazima iwe na uelewa sahihi. Lakini mapenzi lazima yazingatie will. Ndio maana tunasema mwaka wa kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu, kwamba lazima ufanye maamuzi na chaguzi sahihi nyakati hizi za kufunga na nyakati zote za maisha yetu ya wokovu. Lakini hebu somea Warumi 12:2 kwenye ile eneo la nafsi. Warumi 12:2 nasemaje? Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya, mpate kujua hakika ya Mungu, yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa kumbe ndani ya nafsi kuna nia. Mungu anasema tubadilishwe nia zetu. Kwa hiyo nia ya Mungu kumbe inakaa kwenye nafsi. Sasa nafsi, sifa yake kubwa ni nini? Sifa ya kwanza ya nafsi ndio inayoamua uelekeo wa maisha yako. Kwa sababu hapo ndo kuna maamuzi, hapo ndo kuna uelewa, hapo ndo kuna akili, hapo ndo kuna hisia. Kwa hiyo nafsi inaamua uelekeo wa maisha yako. Lakini sifa ya pili, sasa hapo ndo ujue sasa nafsi ilivyo. Nafsi ina tabia ya kigeugeu. Yaani nafsi ndio inayoamua ifuate roho au mwili. Kwa tafsiri nyingine, nafsi iko katikati, mwili na roho iko pembeni, mwili uko pembeni, nafsi iko katikati. Na vita kubwa ipo kati ya roho na mwili ili kuishinda nafsi.
Kwa sababu nafsi ndio imebeba mambo ya msingi, maamuzi, uchaguzi, uelewa, kumbukumbu, iko kwenye nafsi. Kwa hiyo vita kubwa iliyopo ni kati ya mwili na roho, ili nafsi iweze kufanya uamuzi. Nafsi ina tabia kugeugeu, inaweza kae kwa roho. Ndio maana unakuta ukisikia mtu mwingine kapoa, sio baridi wala sio moto, vuguvugu. Sasa huyo nafsi yake yani iko huku na huku. Kwa Mungu inataka, huku inataka nafsi. Maki nasikia watu wengi wanadhani nafsi ndio roho. Roho sio nafsi. Nafsi ni kitu kingine kabisa. Hivyo. Lakini sasa kwa watu wengine imekuwa tofauti. Kuna watu ambao mwili ndio unaanza, inafuata nafsi, inafuata roho. Kwa hiyo imekuwa vice versa. Sasa ukianza kutawaliwa na mwili, mpendwa, kushinda na kupata nguvu ya kupata mamlaka ya kuamrisha vitu vitokee ni ngumu. Kwa sababu mwili ndio unakulidi. Kwa sababu kuna nyakati utalazimika kuamka usiku kuomba, si ndio? Lakini mwili unakuambia lala. Simona namna ilivyokuwa ngumu kushinda. Mwili unakuambia fanya nini? Lala, una usingizi, lala bwana. Kwanza umefanya kazi leo siku nzima. Afu mimi unataka kuniamsha saa hizi. Umenipeleka Kariakoo, umenizungusha huko. Bado unataka tena kuniamsha na saa hizi. Hebu niache nilale bwana, mwili. Hivyo, nimeshinda leo kwenye mabanda ya kuku toka asubuhi, nazunguka huku, nafanya hiki na nafanya hiki, na mwili unakwambia nipumzishe. Sasa hapo kumbe kadri unapopumzika ndivyo unavyopoteza ile nguvu ya kupata mambo yako. Sasa hapa ukishaanza kushinda haya maeneo matatu, ndipo sasa tunaingia kwenye kufunga sasa. Ndipo unafunga. Yaani ukishaanza kucontrol haya matatu. Yaani kama hujaweza kuwini kwenye haya maeneo matatu, mpendo, usiingie kwenye mfungo. Hakikisha kuna haya maeneo umeyawini. Sasa umewini eneo la nini? La roho. Na roho ndo anayeanza kutawala. Ndio nenda kafunge. Lakini ukiona mwili ndio unakuongoza, mpendwa, yani utakuwa wewe unakuja hapa unaomba ni kazi bure. Yaani utakuwa ni sasa na wale ambao wanasindikiza wenzao. Lakini ukimaanisha kabisa, ukautiisha mwili wako, utapokea yale yaliyo ya Mungu. Kwa kufunga ni njia ya kurejesha mpangilio sasa. Kwa nini tunafunga sasa? Sasa huu mpangilio umeharibika, imeanza mwili si na nini na nini. Kwa hiyo unapofunga sasa unarudisha system ya kimungu. Kwamba roho ndio fanya nini? Ianze. Kwa sababu unapofunga moja, unazoofisha mwili wako. Mwili unazoofu. Mwili ukizoofu, automatically unapunguza tamaa ambayo imebebwa na nini? Tamaa imebebwa na nini? Umesahau? Nafsi, si ndio? Tamaa. Lakini unapofunga, mwili unapunguza nguvu ya hisia. Yaani kuna mambo, kwa sababu mwili umedhoofu, kuna mambo huwezi kufanya. Yaani kama umefunga, Zagamba mwili hauwezi kukwambia amka nenda sehemu fulani. Kwanza nguvu zenyewe huna. Unaelewa? Kwa sababu mwili tayari umefanya nini? Umezoofu. Huna uwezo wa kufanya jambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Utakaa sehemu kwa kutulia kwa sababu umefunga. Kwa hiyo unapofunga, mpendwa, ile njaa yako ile ni salama yako. Pigie Bwana Yesu makofi. Wewe unaweza kuona nimekunya sijiwezi. Kumbe ungekuwa umekula, kuna sehemu ungeenda kupiga umbea. Kuna sehemu ungetoka ungeenda kuharibu mambo. Kuna sehemu, lakini kwa sababu umefunga, mwili umekosa nguvu. Umedhoofu. Hauna uwezo wewe kwenda hivi. Nani anaweza amefunga serious kabisa? Anaambia anaweza katembea hapa akaenda, nani anaweza? Lazima utatulia sehemu, utatulia. Sasa utamkuta kwa nyumba ya jirani au kwa nyumba, utamkuta ametulia nyumbani kwake kwa sababu kafunga. Na pale unapokuwa mwili umezoofu, ndio ambapo sasa sauti ya Mungu unaweza kufanya nini? Kuisikia. Na Roho wa Bwana ndio anakupa direction. Lakini pia ndio unaweza kupata ufunuo.
Lakini jambo lingine ni kwamba unapofunga, ile nafsi yako sasa inarekebishika. Unarekebisha nafsi, kwa sababu kwanza akili yako inakuwa safi, kwa sababu nafsi imebeba akili. Kwa akili yako itakuwa very smart. Kwa mamangu, ukifunga akili yako inatulia. Akili ambayo ndo kumsingi kwenye akili ndo kunaamua, ndo kunafanya decision, ndo mind ambayo inafanya maamuzi, yani kwenye akili. Kwa akili inakuwa safi, lakini maamuzi utakayofanya yanakuwa ni ya kiroho. Utakurupuka kwenye decisions. Utafanya maamuzi ambayo ni very spiritual, ambayo yanakuguide wewe sasa kwenda kupata nguvu na mamlaka ya kuamrisha vitu. Wapendwa, nature ya Mungu, Mungu hapendi kelele. Mungu anataka sehemu ambayo umetulia. Kipindi ambacho umetulia, nafsi imetiishwa, ndio sehemu ambayo sasa unaweza communicate na Mungu. Tunapokuwa tumefunga, nafsi sasa ile inatulia, lakini nguvu ya roho inaongezeka. Yani inakuwa ina multiply. Yani kuna kitu kinakuwa cha ziada unapata. Yani kuna kitu kinapungua, lakini kuna kitu kinafanya nini? Kinaongezeka. Ndio maana nasema mimi nipungue, wewe ufanye nini? Uongezeke. Kwa hiyo nafsi inapodhibitiwa, nguvu ya roho ndio yani unaifanya ile roho sasa iweze kuitawala nafsi. Kwa tafsiri nyingine, tumesema kwamba nafsi ndio inagombewa na mwili, ndio inagombewa na nani? Na roho. Kwa sababu roho ndiye anayetoa maarifa, roho ndio anaelekeza, roho ndio anayekumbusha. Sio kuna kumbukumbu kwenye nafsi, kwa sababu na roho ndio anayekumbusha. Sasa nafsi inapodhibitiwa, unaifanya automatically roho aitawale nafsi. Na roho akitawala nafsi, sasa unajua nini kitatokea katika maisha yako. Maamuzi sahihi, hakuna tamaa, uongozi kwa hisia, una maumivu. Kwa sababu nafsi ina tabia ya kuumia kidogo tu, mtu kashaumia. Lakini roho akikaa ndani yako, mpendwa, huwezi kuumizwa. Utaumizwa kirahisi rahisi, kwa sababu pale kinachokuongoza sasa hiyo sasa sio tena nafsi, sio tena roho, sio mwili na nafsi, bali ni roho iko ndani ya nafsi. Kwa nafsi inaendeshwa na roho. Ukishaweza kuwini kwenye hayo maeneo yote matatu katika huu mtiririko ambao nimeuelezea hapo mwanzo, hapo sasa ndio mtu anaanza kuishi kwa roho, sasa anaanza kumuongoza. Lakini pia ndio ile mamlaka inaanza kufanya kazi. Ndio sasa unasikia nimeamrisha kazi imekuja. Yaani umefunga, umekuja hapa kuomba, kuna vitu unataka vitokee. Sasa vitu vitatu umevidhibiti. Sasa hapo ndo ukio unachokiomba, mamlaka ya nguvu ya Mungu inakuwa juu yako. Kwa kila utakachoomba kitakuwa. Kwa sababu kwanza mamlaka iliyotawala nafsi ni roho. Kwa mamlaka ya Mungu inatawala. Na binadamu pia inadependi. Yaani wewe binadamu, ili uweze kuwa na nguvu na mamlaka ya kufanya maisha yako yawe na ustawi, inadependi katika vita ya mambo matatu, ni nani anatawala. Sasa kufunga ni chombo cha kurejesha utawala wa roho mahala pake. Kwa hiyo kufunga kwako sio bure, kuna kitu kinarejea katika nafasi yake. Kwa hapo roho inakuwa juu, nafsi inakuwa imenyooka, afu mwili unatii. Roho inakuwa wapi? Juu. Nafsi inakuwa imenyooka, mwili unatii tu. Hii hapa ilikuwa ni sehemu ambayo nitaka wakati tunajifunza, yako maeneo mengine machache ambayo wakati tunaendelea kujifunza tutayapitia tu kwa haraka. Moja la jambo la muhimu kuelewa, kwa sababu ndio tumeanza sasa, umeshawini kwenye haya maeneo, lazima uelewe kwamba kufunga ni hali ya kubadilisha ushawishi. Yaani unabadilisha ushawishi sasa.
nani atawale katika maisha yako, mwili, roho au nafsi? Kwa unapofunga ni hali ya kubadilisha ushawishi kutoka kwenye mwili, yani ile flesh, kwenda kwenye hali ya roho. Maana hapa sasa kuna tamaa zitaondoka na utaenda kwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Yaani kwa lugha nyingine unaweza kusema kufunga ni kunyamazisha sauti ya mwili kusikia sauti ya Mungu. Kufunga ni kunyamazisha sauti ya mwili ili kusikia sauti ya Mungu. Ndio maana ya kufunga, kwa maana pana. Sasa kama tulivyoona ndani ya mwili, kuna ndani ya mwanadamu mwili unataka kula, unataka starehe, una tamaa, lakini roho inamtaka Mungu, inataka haki, roho inataka utakatifu. Haya mambo matatu. Roho itataka ufanye mambo kwa haki, itakufanya uishi maisha ya utakatifu. Lakini roho inataka Mungu, utakuwa mtu wa ibada, utaishi kwa kufuata maagizo ya Mungu na haki yake, lakini pia utaishi maisha ya utakatifu. Sasa kwenye eneo la mamlaka, kufunga na ile mwelekeo, yani mamlaka, yani wanasema kipimo, yani unaanza unajipimaje kwamba mimi sasa nina mamlaka. Mfano unaweza kuwa rahisi tu. Watu wawili wanaweza kukemea kitu hichi kimoja, mtu akasema labda pepo toka. Mamlaka pale sitaonekana. Kuna ambaye pepo atatoka, kuna ambaye pepo hatatoka. Hicho ni kipimo kwamba wewe sasa mamlaka ya Mungu inatembea na wewe. Kwa sababu Biblia inasemaje? Yesu alisema ametupa mamlaka ya kufanya nini? Kwa ukijipima unajua kusema kama naweza kuamrisha hichi kikatokea, basi mamlaka ipo. Sasa ukitaka kujua mamlaka yako inafanya kazi, chuki ni moja. Yesu anasema mtachukia kwa ajili ya jina langu, si ndio? Sasa unapofika mahali unaona mtu anakuchukia tu bila sababu, jua iko mamlaka. Sasa huyo mtu ambaye umekaa katika imani, iko mamlaka ambayo inafanya kazi ndani yako. Na wale watu wanaona, sasa ni waoni. Pengine ukija watu wanaona moto tu hapa, hawakai, hakuna amani. Anajua hapo kuna mamlaka inafanya kazi. Lakini kwa nini kufunga kunaongeza mamlaka? Yaani unapofunga, kwa nini mamlaka inaongezeka unapofunga? Kwa sababu mamlaka inaongezeka kwa sababu unakuwa chini ya Mungu mwenyewe kikamilifu unapofunga. Kwa sababu unaponyenyekea lazima Mungu akutumie kikamilifu. Lazima unyenyekevu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Ondoa kiburi. Lakini mamlaka inafanya kazi kwa sababu nguvu za mwili unakuwa umezivunja. Yaani katika akili ya kawaida mtu ambaye anashindwa kukataa chakula ni ngumu sana kukataa dhambi. Yaani logic ya kawaida. Yaani maana ya hapo kwamba kama una uwezo kukataa kula, basi hata dhambi huwezi kukataa. Si ndio? Kwa hiyo unapokuwa umefunga unavunja nguvu za mwili. Lakini mtu ambaye
hawezi kukataa chakula pia, ambaye yeye anataka kula, hawezi kufunga na anataka kula, hana uwezo wa kusimama kiroho, spiritually kusimama hawezi. Lakini unapofunga unajenga uthabiti wa kiroho, kwa sababu mamlaka inahitaji uthabiti na sio hisia. Mamlaka inahitaji uthabiti, sio hisia. Sababu ukienda kwa hisia, kuna vitu utavifanya na havitakuwa. Lakini ukiwa imara, thabiti, kuna mambo yatatokea. Some Marko 9:29. Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Rudia. Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Yaani maana yake hapa, tafsiri yake pana ni kwamba kuna viwango vya mapambano ya kiroho hayawezi kutoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Viwango. Just imagine ile siku baba amefundisha aina za matoleo, anazungumzia kwamba kuna watu wametoa sadaka, wametoa mpaka roho za watu, wameua ili kukuharibia wewe. Sio, umenielewa vizuri? Yaani kuna mtu ili mambo yako yaharibike, yeye ameua mtu, amemtoa mtu sadaka. Sasa kama sio una uwezo wa kufunga na kuomba, ni moja wapo ya hiyo silaha yawe kutoka hapo, ili Mungu, sababu unapofunga ndio unapata mafunuo ya kujua nini ufanye, ndio Roho atafanya kazi kuelekeza nini ufanye. Kwa hiyo maana ni kwamba kuna viwango ambavyo ni vya mapambano, huwezi kutoka isipokuwa umefunga na kuomba. Na kufunga mara nyingi watu huwa hawajui. Kufunga sio vita, sio kushinda vita. Kufunga sio kama ndio vita umeshinda. Unapofunga ni maandalizi ya vita yenyewe. Pige Bwana Yesu makofi. Si umenielewa vizuri? Naomba nirudie. Unapofunga ni maandalizi ya vita yenyewe. Wakati mwingine unaweza kushangaa ukimaliza mfungo tu kuna vita utapitishwa. Sasa kama ukufunga, ukujitiisha, ukukaa katika level ya kiroho, usizanie kwamba ukimaliza mwezi wa 5 mambo yameisha. Life goes on. Kwa hiyo unapofunga unatiisha, una hivyo. Kwa hiyo haya ni maandalizi tunakuandaa kwamba kwa vita yoyote itakayokuja kuanzia sasa na hata baadaye. Siri kubwa ya kufunga, lazima uwe na neno, lakini lazima uwe kuna maombi. Hii tumejifunza hata jana. Yaani kufunga tu peke yake wakati mwingine haitoshi. Lakini ndio maana jana tukasema soma neno. Na ndio maana tunaambatana na maombi. Lakini lazima kuwe na neno la Mungu, sababu neno linakupa mwelekeo, linakupa ramani ya vita uende vipi. Lakini maombi yanaachilia ile nguvu ya kushinda hiyo vita. Kufunga kunatoa mazingira ya hiyo nguvu kufanya kazi. Naomba nirudie. Neno la Mungu linatoa mwelekeo kama vita itakuwaje, aina gani, utapata maono, utapata nini, yani utaelewa. Akili itafanya kazi. Sasa maombi, ukishapata mafunuo utaenda kwenye maombi. Maombi yanaachilia ile nguvu sasa.
Lakini unapofunga ndio tunatoa mazingira ya hiyo nguvu yenyewe sasa kufanya kazi. Yaani unaruhusu sasa ile nguvu ambayo umepata baada ya kuomba kufanya kazi. Sasa iko hatari ya kufunga yani bila uelewa. Kuna hatari ya wewe kufunga bila kuwa na uelewa haya mambo niliyosema tangu tumeanza kwenye utangulizi. Maana unaweza kufunga lakini bado una hasira. Si ndio? Unaweza kuwa umefunga lakini bado una chuki. Unaweza kufunga lakini bado una dhambi, lakini ndio maana tunafanya toba. Yaani hapa sasa kufunga inakuwa kama vile umeshinda njaa. Ashumu kama umefunga lakini bado una chuki moyoni. Moyo wako bado unamchukia mtu lakini umefunga. Hujaachilia. Ndio maana tukajifunza issue ya kusamehe. Lakini Mungu, tunapofunga Mungu anatafuta moyo uliovunjika. Kuna moyo wa mtu huyu mmoja uliovunjika ambao Mungu anautafuta tunapokuwa tumefunga. Na mimi naamini ni wewe. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo kufunga kwa wakati mwingine ndio silaha ya kuvunja mfumo. Yaani kuna vitu sio tukio, ni mfumo katika maisha yetu. Yaani kuna mambo sio matukio, ila ni mfumo. Sasa unapofunga inakufanya kuvunja hiyo mifumo. Mfano, kuna mfumo tu wa kucheleweshwa. Yaani kuna mambo yako yaendi, mtu umecheleweshwa tu. Yaani wewe ni binti lakini umecheleweshwa kuolewa. Ni mfumo. Kwa hiyo unapofunga unafanya ile jambo liende kwenye mfumo wa Mungu. Lakini kwa mfumo wa maskini, yaani kuna watu hao hawaruhusiwi kumiliki. Ni mfumo tu. Sio tukio. Yaani kuna watu maskini wao sio tukio ambalo linasema imetokea tu. Hapana, ni mfumo. Aidha kwa asili ya kuzaliwa, mababu na mababu, madhabahu na mambo kama hayo. Lakini mfumo wa mapambano ya kizazi. Kuna wengine unapofunga unavunja mfumo wa mapambano yale ya kizazi na kizazi. Yaani kuna kizazi wao hawawezi kufika hata, yaani wao wameambiwa mwisho form 4. Kuna kizazi wao wameambiwa mwisho amruhusiwi kwenda mpaka hapa. Kuna kizazi wamekewa mpaka hapa. Kuna kizazi hawaruhusiwi kumiliki mali fulani. Kwa unapofunga ni sehemu ya kuvunja yale mapambano ya kizazi na kizazi. Kufunga na issue ya muda. Mfano, huu ni mwezi wa 5. Huu ndio muda wetu wa kufunga, si ndio? Lakini nguvu ya kufunga inaongezeka sana ukielewa timing. Kwa nini wanaifuata tunafunga mwezi wa 5? Timing. Lazima uelewe kwa nini tunafunga mwezi wa 5. Lakini kufunga, kwa mfano kwenye maisha yetu kuna mambo tunafanya ni maamuzi makubwa sana kwenye maisha yetu ambayo yanaweza kuleta athari au mafanikio. Ni vizuri pia tunafundishwa Agata, kabla hujafanya maamuzi makubwa jifunze kufunga kabla ya kufanya maamuzi. Sababu ukifunga unaruhusu Roho akukumbushe, aikumbushe nafsi. Kwenye nafsi ndio kuna maamuzi. Kwa unapofunga unaruhusu nafsi ifanye maamuzi ambayo ni sawa. So issue ya mwezi wa 5 peke yake, lakini timing. Kwa nini unafunga? Yaani kwamba kuna kitu unataka kufanya. Yaani kuwe kuna sababu, kuwe kuna purpose, kuwe kuna kusudi. Yaani kuna kitu unataka kitokee, ndio maana unafunga.
Hatufungi tu kwa sababu unajisikia jamani leo nimejisikia tu kufunga basi tu. Mwenzetu kwa nini unafunga? Sababu una. Kufunga haitaki kuwa hivyo. Lazima kuwe kuna sababu inayotufanya tufunge. Kwa hata wanaefuata iko sababu inayotufanya tufunge mwezi wa 5. Ndio maana nikasema ni vizuri kutambua majira na nyakati. Tunapofunga kama kanisa iko sababu. Elewa kwa nini tunafunga mwezi wa 5. Yako mambo ambayo Mungu anaachilia kwetu mwezi wa 5. Unapohitaji mwelekeo wa jambo lolote, mwelekeo, kuna kitu kielewi. Kufunga uhitaji kufunga. Unajua shida watu nadhani kufunga hapa kufunga siku 30, siku 40, no. Unaweza hata baada ya mfungo ukaamua siku yako hii ukafunga masaa yako 12 kwa kumaanisha. Alafu kaambia Mungu ninapolala nipe mwelekeo hili jambo. Utaona majibu. Kwa kufunga kunatakiwa kuwe desturi, kuwe ni sehemu ya maisha yako. Pamoja na kwamba tunafunga wakati huu, lakini hata baada ya mwezi wa 5 endelea kuwa mfungaji. Funga 3, funga 2, funga 1, funga. Sasa kuna kiwango cha juu sana cha kufunga. Wanasema ndio mtoka kuongea hivi sasa hapa kwamba kuna kitu tunakichukulia inabidi kiwe kama lifestyle. Nikisema lifestyle unanielewa? Yaani ukitaka kushinda kwenye maeneo mengi ya kimaisha, kufunga iwe ni sehemu ya maisha, as a lifestyle. Kwa maana ya kwamba unaishi maisha ya kujinyima. Yaani hata kama una vingi lakini unaishi kwa kiasi. Lakini 2, hauendeshwi na tamaa. 3, unaongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa hapo ndio utaona mambo yanakuwa thabiti, mambo yatakuwa ya kudumu, mambo yatakuwa na matokeo. Kuna kitu kinaitwa siri kubwa ya kufunga. Hii tunaita exchange principle. Exchange principle. Yaani kufunga ni ile hali ya kubadilishana. Yaani unaondoa chakula, unapokea nguvu ya kiroho. Exchange principle. Unapoondoa kimoja, kuna kitu unakipokea. Kwa unaondoa chakula, unapokea nguvu. Unapoondoa starehe, unaweka uwepo wa Mungu. Kwa sababu ndio vice versa. Na vice versa is true. Ukiondoa starehe, maana yake umeruhusu Mungu awepo. Lakini 3, ulimwengu wa roho unafunguka. Ufunuo unaongezeka. Utapata mafunuo. Ulimwengu wa roho unaongezeka. Ufunuo unaongezeka. Yaani ulimwengu unafunguka na ufunuo unaongezeka. Lakini unatoa tamaa, unapokea utakatifu. Kwa hiyo tupokee mamlaka, lazima tutambue kwamba mamlaka yoyote tunapofunga imetokana na Yesu mwenyewe. Ukisoma hata kwenye ile Mathayo 28:18, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa mamlaka ilishaachiliwa. Sasa mwisho kabisa la kumalizia, kufunga ni kurejesha mpangilio wa maisha. Hiyo andika ya kwanza. 1, ni kurejesha mpangilio wa maisha. 2, kufunga ni kuamsha roho. 2, kufunga ni kuamsha roho. Lakini 3, unapofunga unajenga
mamlaka. Ndio yale sasa kufanya vitu vitokee, unaamrisha mambo yanakuwa unapofunga. Lakini iko faida ya kupunguza mwili. Ukipunguza mwili nini kinatokea? Unapopunguza mwili ndivyo unavyoongeza roho, nguvu ya roho. Yaani mwili ukipungua, nguvu ya roho inaongezeka, na matokeo yake ni moja, unaomba mbingu inajibu. 2, unaongea mambo yanatokea. Lakini 3, unaishi Mungu anaonekana.